بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في محكم تنزيله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani bwana wetu kipenzi chetu bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea na madarasa yetu ya sera ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na tumefika katika mafunzo ya hijra, na tuligusia mafunzo mawili matatu katika darasa iliyopita, na inshallah tutaendelea na bagia tu al-ibar, zile ibra tunazozitoa katika hijra bwana Mtume, tutaendelea nazo inshallah leo. Naam. Jambo jingine ni kuangalia namna bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam alijipanga, planning, kuwa mtu chochote utakacho kufanya katika dunia hii lazima ujipange, imma la kidunia au la kiakhira, lazima ujipange. Tamam. Kule kujipanga wao wenyewe huwa wanamsema wakwambia failing to plan is planning to fail. Wewe ikiwa hujajipanga, bwana angalia mimi leo nitasoma kadha, nitafanya kadha, nitafundisha kadha, nitachukua kadha, nitaenda biashara kadha nini, lazima mtu ajipange. Tamam? Lazima mtu achukue asbab. Lazima mtu afanye nini? Achukue asbab. Si kupakata mikono na kuketi kungoja kitu kije. La, lazima mtu ataharak. Kama wewe ni engineer, ufanye uengineer. Kama wewe ni daktari, ufanye udaktari. Kama ni mwanabiashara, ufanye biashara. Kama ni mwalimu, usomeshe. Sio uketi tu nyumbani useme tutapata riziki ama hili litakuja ama lile. La. Ni kuwa lazima sisi tuchukue asbab. Aqilha wa tawakkal. Mfunge yule mnyama wako na utawakkal. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndo sayyidul mutawakkilina. Yeye ndo bwana wenye kutawakkal. Yeye ndo ana uhakika wa kutawakkal. Lakini bado zile plani akafanya nini? Akafanya zile plani ili iwe ni sahali yeye kufanya nini? Hijra. Hapa tupata mafunzo kimara mbili. Tupata mafunzo kuwa ni muhimu kuplan, kisha tupata jambo la pili kuwa usitegemee zile plani. Wewe usione kuwa basi mimi plani zangu bwana hizo ndo zitakazo zinufaisha. La, usizitegemee. Kwa sababu gani? Tuangalie hali ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Saidina Abubakar. Wali plan wakapanga mipango yao, lakini bado wale makureshi walifika pale pangoni. Angalia. Bado wale makureshi walifika wapi? Walifika pangoni. Haya utasemaje? Planning zote walizofanya, mtoto wa Saidina Abubakar yuaja waletea habari, yule Amir bin Fuhaira yuaja akiziba zile nyayo footsteps na nini, lakini bado makoreshi walifika paka pale pangoni. Nini kilichowazuia makoreshi kuwapata? Si kuplani kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Saidina Abubakar, bali ni kudra ya Allah jalla jalaluhu. Allah jalla jalaluhu ndo alileta dushi pale, sijui ndo akaleta buibui pale, Kwa hivyo ni kudra ya Allah, ni miujiza wa Allah jalla jalalu ndo ulowazuia makureshi wasimpate nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini si kule kuplan. Sasa hapa muumini analan mambo mawili. Kwa wewe waweza kuplan, bali si eti waweza, ni muhimu uplan, lakini usiweke mategemezi yako katika kuplani. Wewe weka mategemezi yako kwa Allah jalla jalalu. Yani ukitaka kufanya lolote, ukitaka kufanya biashara, ukitaka kusomesha, ukitaka kufanya matibabu, fanya zile asbab. Tafuta daktari mzuri zaidi ya kufanya matibabu. Tafuta mwalimu mzuri zaidi ya kusomesha. Tafuta engineer mzuri zaidi ya jenge nyumba yako. Lakini mategemezi yako mwekee Allah jalla jalalu. Kuwa yeye ndo ataimarisha ile nyumba, yeye ndo atakufundisha, yeye ndo atakupa maalumati, yeye ndo atakutibu. Kula dawa, lakini tarajia kuwa Allah jalla jalalu ndo atakufanya nini? Atakutibu. Hii ndiyo tawakkul ya hakika. Hii ndiyo tawakkul ya nini? Ya uhakika. Kwa hiyo mwanadamu mu'min hususan apange, aplan, asiwache kuplan. Lakini wakati huo ategemee Allah jalla jalalu. Sio kuwa anaweka mategemezi yote kwenye plan, kumaanisha lau ile plan itafeli, basi khalas ashakufa moyo. Mtu kama huyo hana tawakkul. Mtu kama huyo hana tawakkul, na hii ni katika mapungufu, yani katika imani. Katika mambo ambayo tutasoma ni katika kumwacha bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kumwacha Saidina Ali, kumwambia abaki pale. Kwanza pia tunaona ile manzila ya Saidina Ali. Yeye ndo wa kwanza ni kujisacrifice kisheria. Amejisacrifice. Amelala sehemu ambayo bwana Mtume alikuwa anatarajiwa kulala. Ile ni kulala kwa namna katika sehemu, yani kama tukwambie keti sehemu ambayo wajua bomu litakuja. Waliyadhu billah.
Saidina Ali ile sehemu aloketi ilikuwa ni sehemu hatari, yani atakuja mtume atauawa, watakuja makoresho wale watamuua mtume, lakini la, madamu ni mtume amemwambia خلاص akaketi pale. Na hii yaonyesha pia makana Saidina Ali, daraja ya Saidina Ali kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuwa amemchagua yeye aketi pale, ile thika aliyokuwa nayo kuwa huyu mimi nikimwambia aketi atafanya nini, ataketi. Kisha la pili zaidi tusoma sisi namna alivyokuwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana uaminifu. Hawa watu wamfukuza, wamchukia, wamtoa pale Maka, wataka kumuua, wanapanga vitimbi vya kumuua, lakini bado bwana mtume amana zao anafanya nini, anapanga kuwarudishia. Angalia, adil amanata ila ahliha, yani amana lazima uipeleke, lazima uwape, lazima uitimize, uwape wenye zile amana. Angalia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hapa amejizatiti vipi, manake yuondoka, خلاص wale watamdhuru, wataka kumuua, shauri zao, waacha mimi nichukue na mali yao naende zangu. La, bwana mtume ile amana amempangia Saidina Ali sawa sawa, hii ya fulani, hii ya fulani, hii ya fulani, hii ya fulani, warudishie. Ingawa wao makureshi, wao makafiri walikuwa wakiweka vile vitu vako kwa bwana mtume. Sasa hapo kulikuwa na tanakudhi, kulikuwa na kujigonga. Wale makureshi wamwamini mtume mpaka wanaweka nini, amana zao kwake bwana mtume, lakini kwa wakati huo wataka kumuua, na wanasema kuwa yeye labda ni mrongo, ati hana yani dini ya Uislamu labda si ya haki na mambo kama haya. Yani nyinyi mwampa vitu venu aweke, muamini katika vitu venu, lakini hamumuamini katika imani. Kwa hiyo hii ni ile tanakudhi ama ile mgongano uliokuwa katika nini contradiction iliyokuwa katika fikra za nani hawa makureshi. Naam. Kwa hiyo katika tunayosoma ni kuwa hawa watu ambao hata kama labda umekosana nao na nini, madamu una amana zao lazima ufanye nini, lazima uwape amana zao. Naam. Ama katika mambo pia tunayosoma ni katika matukio ya Suraka bin Malik. Suraka bin Malik pale tupata muujiza katika miujiza bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manake kuna watu katika zama zetu, ingawa huku kwetu si wengi, wanapinga miujiza bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni Waislamu lakini wasema ati hakuwa na miujiza. La, bwana mtume alikuwa na miujiza mingi sana. Na miongoni mwao ni muujiza huu wa nani, wa Suraka bin Malik, kuwa alipokuwa akimkaribia ile ardhi yafanya nini, ya meza, akikaribia ile ardhi ya meza, akikaribia ile ardhi ya meza. Pia katika miujiza katika hili tukio la Suraka bin Malik ni bwana mtume kumueleza, bwana wewe utakuwaje, utakuwa katika hali gani siku fulani utakapovishwa vikuku va Kaisar ama ni Kisra. Angalia, yani bwana mtume amepredict jambo ambalo litakuja tena katika hali ngumu sana. Yani kuonyesha kwa Uislamu utapata fathi, ingawa yeye bwana mtume yuko katika hali ya kukimbia, ametoroshwa, amefukuzwa, lakini anaonyesha kuwa Uislamu utafungua Sham, utafungua zile daula kubwa. Sasa amwambia huyu Suraka, wewe utakuwaje katika hiyo siku, hali yako itakuwaje hiyo siku. Yani hii ni katika miujiza ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam. Pia katika miujiza ni katika kisa cha bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani hijra yake, ni namna alivyotoka pale nyumbani. Sisi tulisema kuwa yeye akitoka wale makureshi tayari wako pale, wale vijana pamoja na baadhi ya wakubwa walikuwa wako pale. Bwana mtume akatoka, akitoka akanyunyizia mchanga katika baadhi ya riwayati, akisema waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsiru. Angalia, yani bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ile kutoka, wao wameketi pale tena wamejipanga na wako wengi, lakini wote wakafumbwa macho. Wote Mwenyezi Mungu akawafumba macho. Bwana mtume akatoka bila wasiwasi wowote na hawakumfuata mpaka baadaye sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hapa tunaona muujiza min almu'jizati, maana wale watu walikuwa wamejipanga kumuua, lakini la, Mungu akawapa usingizi. Mungu akawapa nini? Usingizi. Naam. Kisha katika mambo tunayosoma ama mafunzo tunayopata katika hijra ama matukio yaliyotokea katika hijra bwana mtume ni pale alipoingia Madina, na tukaona yale mahaba ya masahaba au watu wa Madina pamoja na muhajirina waliokuwa wamegura kabla, mahaba yao kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tukayaona pale, namna walivyompokea, namna walivyomkaribisha, yani ile shauki
ya kuwa na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kila mtu yataka bwana mtume aende kwake, kila mtu yavuta ngamia, kila mtu yataka kumwamkua. Hawa waimba makasida, hawa waimba mashairi, wale wapiga matwari. Haya yote ni kuonyesha nini? Ni kuonyesha mahaba ya hawa masahaba kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hapa tupata funzo muhimu sana. Manake kuna watu wakosea sana kwa kusema kuwa kumpenda mtume ni katika kumfuata. Yani wamefunga, wameweka limit kuwa kumfuata, yani wewe ukimfuata mtume ndo wampenda. Tufahamiane. Kuna watu wameweka limit kuwa ukifuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunna zake basi ndo wampenda. Peke yake. Huyo tu ndo yumpenda. Mtu yote mwingine hampendi. La, maulama watuambia kumfuata mtu yoyote lazima uwe na asbab, lazima uwe na vitu vinakupa morali umfuate yule mtu. Ba'ith, lazima kuwe kuna kitu kinakusukuma umfuate yule mtu. Na miongoni mwa mambo ambayo yanamsukuma mtu kumfuata mtu mwingine ni mapenzi. Bali ndio yani ina nguvu zaidi. Yani wewe ukiwa mpenda mtu basi utamfuata kweli, utamfuata kikamilifu. Sasa maulama watuambia tukiangalia hawa maanswari bado hata hawajamfuata bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hawajaonyesha yani kufuata zile sunna zake. Wako mbali, wao wako Madina. Sasa ndo amekuja bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pamoja na hayo walionyesha mapenzi yao kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kumwimbia, huku kwa kutaka keti kwao, kwa mambo kama. Kwa hiyo kuonyesha mahaba si kwa kumfuata peke yake, bali kumuonyesha mahaba kuna namna nyingi, na kumfuata ni miongoni mwa namna ya kuonyesha nini? Mahaba. Bali ni katika namna kubwa za kuonyesha mahaba. Yani mahaba yakiingia kisawa sawa, automatically tilqaiyan yule mtu itakuwa yumfuata yule anayempendaye, anayempenda. Hata utaona katika zama zetu, yani vijana utaona labda apenda mchezaji fulani, utaona vaa ile nguo kama yake, labda paka nyele, anyoe kama yeye. Kwa sababu gani? Kwa sababu amempenda. Kwa hiyo kumfuata ni kufuata ni ile menendo ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni katika natija za mahaba. Ni katika natija za nini? Za mahaba. La ilaha illa Allah. Kwa hiyo ni muhimu kwa mu'min ajaze moyo wake kwa mahaba ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na tukumbuka wale yani watoto wa kike wa Bani Najjar wakisema nahnu jawari min Bani Najjari ya habadha Muhammadan min jari. Walipomwambia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bwana mtume akawajibu akauliza, je, mwanipenda? Wale wakasema ndio tukupenda ya Rasulullah. Basi bwana mtume akasema basi na Mungu yashuhudia kuwa moyo wangu wawapenda nyinyi. Angalia raha iliyoje, kuonyesha mtu, kuonyesha mahaba yake kwa bwana mtume, kuyatangaza, kuyasema, hata kama ni kwa mashairi. Ni muhimu kwa Muislamu kutangaza mahaba yake kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam. Ama jambo la mwisho labda tutakalo ligusia ni ile heshima na adab na namna ya kutaka baraka za bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Na hii tunasoma katika maisha ya Abu Ayyub al-Ansari alipokuwa bwana mtume yuko pale kwake. Abu Ayyub yotufundisha adabu na bwana mtume, yotufundisha mahaba na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na yotufundisha kutafuta baraka, at-tabarruk bi athari nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asema mimi nilikuwa nikitafuta sehemu ya mikono yake kwa sababu gani? Talaban lilbaraka, kutafuta nini? Baraka. Na bwana mtume hakumkataza, kuonyesha hili ni jambo ambalo ni matlub shar'an, linatakikana kisheria mtu kujifungamanisha na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kutafuta baraka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huyu ni sahaba ambaye ndo amempokea bwana mtume na akawa yatafuta baraka za bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na alipomueleza bwana mtume hakumkataza. Kwa hiyo hii inaitwa iqrar. Bwana mtume asikie jambo fulani na asilifanye nini? Asilikataze, asilipinge. Hii inaitwa iqrar na inaingia chini ya sunna. Kwa hivyo kutafuta baraka za bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ni katika sunna, na ni katika sunna muhimu sana sana sana, manake humzidisha yule mu'min alaqa ama taalluqi na bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na hadithi za kuonyesha maswahaba kuwa walikuwa wakichukua baraka, wakitafuta baraka katika yani kwa bwana mtume, kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ziko nyingi.
Kuna mamake Anas akiitwa Sulaim kama ilivyopokea takriban na Imam Muslim. Kuna Salama akieleza ama ikipokewa kuwa alikuwa ana vinywele vya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hata baada ya kufariki kwake. Hizi zote ni katika kuonyesha kuwa yani mashru'iyati at-tabarruk. Kuwa kutabarak na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni jambo ambalo ni mashru', ni jambo ambalo liko ndani ya sheria na hali khalifu sheria kwa namna yoyote whatsoever. Naam. Na inshallah mafunzo kama tulivyosema ni mengi na haya masala ya mwisho ni marefu, lakini tutatosheka mpaka hapa. Inshallah tutaendelea sasa yale matukio yalotokea sasa baada ya hapa inshallah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.